Wakanda kwa hiki ambacho mkizungumza Abu G kwa maana ya hatua ambao wamechukua Young Africans, na ulipokuwa ukisoma hiyo barua umesema kwa maana Yanga wameiomba CAS iwazuie bodi ya ligi kupanga tarehe mpya ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Tutarejea kuona ligi kichelewa kuisha kutokana na hili sakata? Hapana. Uzuri fix ya ligi ina extend mpaka mwezi Mei. Mwezi ambao kuna almost grace period ya kama miezi miwili kutoka hivi sasa. Meaning kuna muda mrefu sana ambao hili jambo linaweza likatatuliwa, likapata suluhu kabla hata ligi yetu haijaisha. Lakini pia tumeshuhudia mifano mingi sana ambayo imeshawahi kutokea pale ambapo michezo ya ama scenario ya aina hii inatokea katikati ya ligi inafika mpaka mwisho, inaisha kabisa, bingwa aidha anatawazwa kabisa kwamba bingwa wa ligi ni fulani, lakini baadaye kutokana na kesi kuwepo CAS yanakuja maamuzi tofauti, inabidi bingwa abadilishwe apewe mtu mwingine. Hii imetokea msimu wa mwaka juzi, kama sio mwaka majuzi, ligi kuu ya Kongo ambapo AS Vita Club anakuwa bingwa wa ligi kwa michezo yake yote aliyotimiza, lakini mwisho wa siku inatoka verdict kutoka CAS na TP Mazembe anatawazwa kuwa bingwa. So ni vitu ambavyo vipo, mifano yake hai tulishawahi kuishuhudia, lakini kwetu labda itakuwa ni mara ya kwanza kushuhudia kitu cha aina hii, lakini kwangu mimi naamini bado muda unatosha. Uzuri hapa Ilbo kuna kitu amegusia kwamba kuna namna ambavyo unaweza ukaipasiu CAS kutokana na umuhimu wa jambo aidha kuwahi kulifanyia kazi, kwa sababu ligi inaelekea mwishoni. Unaweza hapo mkaomba muda ambao mtahitaji kesi yenu ifanywe kazi kwa haraka, na uzuri Yanga wao kwenye maombi yao kwa CAS pia wameomba kesi hii ipangiwe mtu mmoja rasmi wa kuiongoza hii kesi, meaning wanataka jambo hili liende haraka. Ingekuwa ule utaratibu wa CAS wa kikawaida ni kwamba inapangiwa jopo kwamba watu fulani aidha kikundi cha watu 5 ama watu 6 hao ndio watakayoiongoza hii kesi tena katika namna tofauti, lakini kwa upande wa Yanga wameomba CAS kwamba kesi hii iongozwe na jopo moja la watu kadhaa tu ambao hawa ndio wataishughulikia kesi hii peke yake, meaning wako tayari kuingia hizo gharama za walipa CAS na mwisho wa siku CAS kuorganize watu kadhaa ambao wao watadeal na kesi ya Young Africans peke yake kuhakikisha kwamba kesi hii inawahi kufikia tamati. Na by the way, kwa wale ambao wafahamu utaratibu wa CAS, kinachofanyika sasa hivi ni kwamba hizi ambazo hawa watu wamepewa, unajua unapopeleka kesi CAS kuna gharama ambazo utatakiwa kulipa. Kuna almost $50,000 ambao utatakiwa kuilipa, takriban milioni 100, ambayo hii milioni 100 ni fedha ambazo zitatoka kwa yule aliyepeleka kesi pamoja na yule ambaye ameshtakiwa kwenye hii kesi. Kwa hiyo walichokifanya Young Africans sasa hivi wao $25,000 yao tayari ipo mezani. Kinachosubiriwa ni kama hizi pande ambazo zimeshtakiwa na zenyewe zitakuwa willing kulipa ile $25,000. Wasipokuwa willing kulipa hiyo $25,000, it means Young Africans zitatakiwa kuongezea tena $25,000 kukamilisha $50,000 ili hii kesi iendelee, kwamba hawa ambao wameshtakiwa watalipiwa pesa ili waweze kufika kwenye hiyo kesi. Lakini sasa kinachotokea ni kwamba ikifika mwisho mwa kesi na ikatokea upande mmoja umeshindwa, basi kama ule upande ambao ulishtakiwa umeshindwa, utalipa gharama zote za kuendesha hii kesi, meaning watalipa ile pesa ambayo huyu aliyeshtaki aliweka mezani, lakini pia gharama ndogo hizo za kulipa mawakili and so on watatakiwa kuzilipa. Tumeshuhudia mfano mzuri kwenye kesi ya Yanga na Bernard Morrison. Yanga baada ya kumshtaki Bernard Morrison, Bernard hakuwa willing kulipa $25,000 yake. Yanga walifanikiwa kumlipia kiasi ambacho anatakiwa kulipa, na mwisho siku kesi ikaenda, na baada ya Yanga kushindwa ile kesi ikabidi wamlipe tena na Bernard Morrison pesa ya Bernard kulipa mawakili wake walipokuwa wanaenda kumwakilisha kule CAS. So kwangu ni kesi ambayo inatuletea taswira mpya kwenye soka la Tanzania, na labda sasa hivi watu wataelewa kile ambacho nimekuwa nikikizungumza muda wote hapa. Haki ya mpira inaenda kupatikana. Haki ya mpira isingeweza kupatikana bodi ya ligi kwa sababu tayari walikuwa wamesha violate kanuni. Haki ya mpira isingeweza kupatikana Karume pale kwenye chombo chochote kile cha TFF kwa sababu tayari vilishakuwa compromised either na pressure kutoka serikalini ama na pressure ya tukio zima kutoka kwa wadau mbalimbali wa mchezo nchini. Kwa hiyo haki ya mpira sasa inaenda kupatikana kwa watu ambao wako neutral. Ukienda CAS, yawezekana kule CAS hawaifahamu Simba, hawaifahamu Yanga. Ukienda CAS, yawezekana panel ya watu watakaoiongoza hii kesi si mashabiki wa Simba wala si mashabiki wa Yanga. It means unaenda kukutana na watu neutral ambao wao maamuzi yao yatatoka
yakiwa yamebeba maono ya haki. Watakachokiamua kule ndicho kitakuwa haki ya mpira wa miguu wa taifa hili. Meaning Young Africans akishindwa kwenye hii kesi huko CAS, tutasimama watu wote tutapiga makofi kuishukuru haki ya mpira. Simba, bodi ya ligi kuishukuru na TFF, haki ya mpira ama kuwapongeza bodi ya ligi na TFF kwa kusimamia vyema mpira. Ndio haki ya mpira yenyewe. Okay. Bodi ya ligi, TFF wakishindwa, tutasimama, tutapigia makofi, tutawapongeza Young Africans kwa kuisimamia haki ya mpira. So kwangu nilichokuwa na demand kwa muda mrefu, I think kinaenda kuwa applicable, kwamba sasa tunaenda kwenye chombo rasmi cha mpira. Watu wa mpira, mambo ya kimpira tunayamaliza kimpira mpira. Haitakiwi kuhusishwa serikali wala hatakiwi kuhusishwa third party ambaye hausiki na mpira. Mambo ya kimpira yanamalizwa na watu wa kimpira. Wakana, na kwa kumalizia hapo umesema kesi inaenda kusikilizwa lini? Wasikilizaji wanataka wajue huko. Sasa kesi Young Africans baada ya kufile kesi kama nilivyokuambia, kuna hichi kipindi cha siku 10 ambacho hichi ni kipindi ambacho walioshtakiwa sasa ambao kwenye barua wanaitwa respondents. Hawa respondents walalamikiwa. Hawa watakachotakiwa kufanya ndani hizi siku 10 watatakiwa kupresent either kitu kimoja. Kwanza either kuwaambia CAS kwamba jambo hili tunaweza tukalimaliza wenyewe kwanza. Tunawaomba hao waliotushtaki warudi mezani tumalizane nao, ama watatakiwa sasa kusema okay, kwa sababu tumeshtakiwa huko, tuna present jopo la mawakili watakao tuwakilisha ni hawa hapa. Kesi hii tutaomba iendeshwe kwa muundo either wa online ama tutafika physically, ama kesi hii tunaomba iendeshwe kwa zile lugha 3 ambazo nilizisema. So hivyo kesi bado haijapangiwa tarehe, lakini so far CAS wana acknowledge na kesi hii imeshapewa namba, case number, na nikipitia hapa case number ya hii barua kwa haraka. Okay, utakuja kuitaja hapo. Nitakuja kuitaja case number kwa maana tayari CAS wana hii kesi. Kilichobaki ni hizi siku 10 kupata tu hiyo utaratibu hizo 3, na mwisho wa siku kesi itapangiwa tarehe rasmi ya kusikilizwa. Mandala, wewe ni shabiki wa Simba, na katika malalamiko ya Yanga nini ni miongoni mwa watu ambao wamelalamikiwa? Kwa maana wa kwanza kabisa ni TFF, wa pili bodi ya ligi, wa tatu Simba. Sasa Simba hapo kwa wakilisha wana Simba wenzako, mmelipokeaje hili na mnalihenda kwa namna gani? Kwanza sisi wenyewe tutaki kesi irudi huko. Tunataka iende huko. Okay. Yaani sisi wenyewe nyie Simba nyie hatutaki kesi irudi huko. Tunataka iende huko. Na wastara case number ni CAS 2025 A/1129 ikisoma Young African Sports Club versus Tanzania Football Federation and Tanzania Premier League Board and Simba Sports Club. Unajua dada Stara, ujue ukimsikiliza Mguto vizuri baada ya kutoa maelezo yake kuna kitu kakilenga, na ndio uhalisia wa mpira wetu, ndio uhalisia wa maisha yetu si wa Tanzania. Ndio Mguto akukataa kwamba wao kukosea kama ulimsikiliza vizuri, na wala kukataa kama bodi ya ligi au TFF kukosea, wala kukataa kama Simba kukosea. Lakini kuna neno moja liliongea zito sana, alisema embu waza tukifuata sheria na kanuni, Simba au Yanga moja shuke daraja, mpira wetu unakuaje? Unasikiliza kauli aliongea? Ndio. Yaani ile ileta tafsiri nzima ya mpira wetu si wa Tanzania. Lakini kama wameamua kufuata haki na kanuni na sheria zifuatwe mpaka tunaenda CAS, twende CAS, twende huko. Kwa tujulikane mbichi na mbivu. Kwa hiyo kitokea, kwa sababu mimi naamini mashiko yapo. Mimi naamini sisi tunachukulia kitu cha kawaida. Unajua kuzuiliwa basi la Simba sisi tunachukulia kitu cha kawaida. Okay. Ila watu tunashindwa kuelewa. Sisi tunachukua kitu cha kawaida kwa sababu tunawajua wale ni mabausa wa Yanga. Lakini tukienda CAS wale watambulika kama mabausa wa Yanga. Okay. Clip zinaenda. Kweli basi zimezuiliwa. Kumbuka lile basi lina wachezaji wa kigeni. Simba pia ile barua hayo pia itapitiwa, itasomwa. Kwa sababu kubwa Simba ujue, kumbuka ukisoma barua ya Simba vizuri kama unaielewa, haikukataa, yani kama utaelewa barua ya Simba, haikugoma kucheza mechi. Ila amesema hatutocheza mechi mpaka tujue hawa waliozuia basi wametumwa na nani. Unaelewa vizuri? Video zipo, ushahidi upo. Watu watapeleka CAS kweli basi limezuiliwa ili hapa. Na bodi ya ligi watakuja kweli sisi baada kusoma barua ya Simba kufuatilia kweli tukagundua basi limezuiliwa. Kwa usalama wa mechi na kwa usalama wa wachezaji lazima tuzuie mechi, tufuatilie hawa waliozuia mechi kina nani na wametoka wapi. Ila sisi tunachukulia kawaida kwa sababu tunajua mabausa wa Yanga. Sawa, Yanga wako CAS, Simba wenyewe wanasema wanahitaji CAS kwa sababu hawahitaji tena hili swala lirudi huko TFF na bodi ya ligi kutokana na kile ambacho kipo. Wale watu waliozuia basi la Simba sio watu wa kawaida. Maneno ya Mandala hawajulikani. Hawajui sisi. Wewe unajua wale kina nani? Mimi sikuepo. Huwezi kuwajua, video zipo. Hatuwajui sisi watu wasiojulikana.
Kwa hiyo tuna haki sasa kusema, tunataka tujue wametumwa na nani kuzuia basi letu, na ndio maana bodi ya ligi imesimamisha mechi kuchunguza hawa watu kina nani na kwa nia gani na wachezaji wa Simba. Kuna wachezaji wengine wanapigwa marisasi huko, kwa hiyo bodi ya ligi ipo sahihi. Usifike mbali huko nchi zetu. Usifike mbali. Yani maana yake mechi hili tujue haina usalama au haina. Kwa wale watu sasa tuwajue wametumwa na nani kuzuia wachezaji na wanania gani na timu yetu. Lakini mkuu wa usalama alikuwepo pale sisi tunachojua basi limezuia kwa